إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازة. Ndugu Waislamu, nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani si vingine wamefaulu wenye kumwogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu watapata sehemu ya kufaulu, nayo ni aljanna. Maashara almuslimin, almubadaratu ila alkhairat wa ila al'amali as-salihah qabla al-'ajz anha. Ndugu Waislamu, hutuba yetu tutazungumzia kuhusiana na uwajibu wa kufanya haraka kuyaendea mambo ya kheri na kuyafanya matendo yaliyokuwa mema, kuyafanya matendo yaliyokuwa mema kabla ya kushindwa. Ni wajibu kwa kila Muislamu afanye haraka kufanya mambo ya kheri, afanye haraka kufanya mambo yaliyokuwa mema kabla ya kuja wakati ambao atashindwa kuyafanya matendo hayo yaliyokuwa mema. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, yaende mbio, yafanyeni haraka mambo ya kheri. Wa qala jalla wa ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaendeni haraka maghfira ya Mola wenu, wa jannatin, na pepo ambayo arduha as-samawati wal ardh, mapana yake ni mapana ya mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa hiyo pepo kwa ajili ya wacha Mungu. وقال عليه الصلاة والسلام
na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, fanyeni haraka kufanya matendo yaliyokuwa mema kabla ya kuja fitna ambayo itakuja kaqita'il laylil mudhlim, itakuja kama kipande cha usiku wenye giza. Fanyeni haraka kabla ya kujiwa na fitna, kujiwa na matatizo ambayo yatakusababishieni, yatakuzuieni kuweza kufanya matendo yaliyokuwa mema. Pale ambapo inapokuwa imekuja fitna, yakaja matatizo, ima matatizo ambayo yanawapata watu wote katika miji, au matatizo ambayo yanampata mtu mmoja mmoja, yakaja matatizo kwa aina mbalimbali. Yusbihu ar-rajulu mu'minan, anaamka mtu hali ya kuwa ni mu'min, wa yumsi kafira, na inafika jioni hali ya kuwa yeye ni kafiri, kutokana na zile fitna ambazo zimetokea katika eneo lake au zimemtokea yeye mwenyewe. Wa yumsi mu'minan, na mtu anashinda hali ya kuwa ni mu'min, wa yusbihu kafiran, na anaamka hali ya kuwa yeye ni kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anaiuza dini yake kwa mambo katika mambo ya dunia. Kwa hiyo ayuha al-ahibba, tutakapokuwa katika hali ya salama, tutakapokuwa katika hali ya uwezo, tutapokuwa katika hali ya kuwa sisi tuna nafasi, basi tuutumie uwezo wetu na tuitumie nafasi tuliyokuwa nayo kwa lengo la kufanya mambo ya kheri. Pale ambapo utakapokuwa huo uwezekano umeondoka na hiyo nafasi imeondoka, tukawa tumejiwa na maradhi au mauti au ufakiri au wama ila dhalik, basi tutashindwa kuyafanya mambo ya kheri. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ightanimu khamsan qabla khamsin, yawahi nafaidika na mambo matano kabla hayajatokea mambo matano ya kuzuia kuyafanya mambo hayo. Fanya mambo matano kabla ya kutokea mambo matano ambayo yatakuzuia kuyafanya hayo mambo matano. Shababaka kabla haramika, faidika na ujana wako kabla ya uzee wako, kwa sababu ukiwa kijana unakuwa na nguvu ya kufanya mambo mengi, lakini ukishakuwa mzee hauwezi kufanya mambo kama kijana. Ukiwa kijana una uwezo wa kuamka usiku ukaswali kwa muda mrefu, una uwezo wa kufanya mambo mengi, una uwezo wa kukuta sehemu wanajenga msikiti ukawa huna pesa ya kutoa, lakini ukabeba matofali kwa mikono yako. Una uwezo wa kufanya mambo mengi kuliko mzee. Shababaka kabla haramik, utumie ujana wako kabla ya uzee wako, kwa sababu uzee utakuzuia kufanya baadhi ya mambo ambayo unaweza kuyafanya hali ya kuwa ukiwa kijana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ya wale watu saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli cha arshi yake, siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha arshi Allah subhanahu wa ta'ala, akamtaja kijana ambaye tara'ara fi dinillahi azza wa jalla wa ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Mtume akamtaja kijana ambaye amelelewa katika malezi ya dini, ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, kwamba huyu atakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakuwa katika kivuli cha arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo muhimu, mtu kuutumia ujana wake katika khairi. Lakini pia wasihataka kabla saqamika, tumia afya yako kabla ya maradhi. Afya ni khairi, afya ina faida kubwa. Watu wengi wanaumwa na maradhi ya aina mbalimbali, wanashindwa kufanya mambo ambayo yule mwenye afya njema anaweza kuyafanya,
Kwa pale utakapokuwa una afya njema, unaona hauumwi wama ila dhalik, una siha na afya, itumie afya yako kufanya mambo ya kheri pale ambapo unapokuwa unaumwa huwezi kufanya. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba idha maridha al-abd au safara, mtu anapokuwa ameumwa au akasafiri hali ya kuwa alikuwa anafanya mambo ya kheri, hali ya kuwa ana afya njema, hali ya kuwa alikuwa mjini, kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqima, ataandikiwa yale matendo mema aliyokuwa anayafanya akiwa na afya njema. Pale ulipokuwa na afya ulikuwa unaamka usiku unaswali, ulipokuwa na afya ulikuwa unafanya mambo ya kheri, basi utakapokuwa umepata maradhi, zile thawabu unaandikiwa. Ayu al-akhi al-habib, utaandikiwa kama kawaida. Ulipokuwa mjini mwako katika sehemu yako ya makazi ulikuwa unafanya mambo ya kheri, uliposafiri ukashindwa kufanya, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikiwa thawabu ya yale ulikuwa uniyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema, wa ghinaka qabla fakhrik, faidika na utajiri wako kabla ya umaskini wako. Ukiwa na uwezo, toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanya mambo ya kheri kutokana na ule uwezo aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipata 10,000, ukipata 5,000, 2,000, 100,000, chochote utakachokipata, basi ipatikane hadhi ya sadaqa, ipatikane hadhi ya kujitolea kuwasaidia wale wanaohitajia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla hujapata ufakiri, ukawa ni maskini, unahitaji usaidiwe, ukaanza kutamani kwamba leo kama ningekuwa bado ni tajiri, bado nina uwezo, basi ningetoa. Kwa hiyo usiwe kama hivyo, faidika na uwezo wako uliokuwa nao kabla ya kuja ufakiri. Wa faraghaka kabla shughlik, ile nafasi uliyokuwa nayo kabla ya kushughulishwa. Pale utakapokuwa na nafasi ya kufanya mambo, fanya. Na hiyo nitoe wasia kwa wale tulabu ilmu wa hasatan alshabab, una wakati wa kusoma baada salati al-maghrib, unatoka kwenye shughuli zako, ingia msikitini, soma. Una uwezo wa kukaa kusoma Qur'ani, isome Qur'ani. Una uwezo wa kusoma hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jifunze, usome. Ipo siku itakuja utashughulishwa, huo muda utaondoka. Ukibaki kwenye alqila waqala, kwenye maskani, kwenye vijio vya kahawa, kwenye bao, karata wama ila dhalika, unazunguza maneno ya hovyo, hayatakusaidia ayu al-akhi al-muslim. Kwa hiyo hii nafasi ipo siku utaihitajia, lakini itakosekana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema, wa hayataka qabla mautik, faidika na uhai wako kabla ya umauti wako. Huu uhai huu unaoishi ukusaidie kuitengeneza akhira yako, ijenge akhira yako. Ayu al-akhi al-habib, ijenge akhira yako. Huu uhai uliopewa upo kwa lengo la kuijenga akhira. Na ndio maana Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alikuwa anasema, idha amsayta fala tantadhu as-sabah, utakapokuwa upo katika wakati wa jioni, fanya amali, fanya matendo mema, isome Qur'ani, toa sadaqa, swali, fanya mambo ya kheri. Usiseme nitafanya asubuhi. Inawezekana asubuhi ukawa unaingizwa mwanandani au ukawa mgonjwa, huna uwezo wa kufanya. Wa idha asbahta fala tantadhuru al-masaa, na utakapokuwa umeamka ukafika wakati wa asubuhi, una nguvu ya kuweza kufanya matendo yaliyokuwa mema, fanya. Usiseme nitafanya jioni. Inawezekana jioni ukawa mgonjwa, huna uwezo wa kufanya. Fanya wakati huo, ndio wakati wako. Wa khudh min sihatika limaradhik, faidika na chukua katika ile afya yako ili ukusaidie baada ya maradhi yako. Wa min hayatika limautik, na uhai wako ukusaidie baada ya kuwa umekufa. Kwa maana huu hai unajenga nyumba ya akhira, huu hai ukusaidie namna ya kuijenga akhira. Maashara al-ahibba, maashara al-muslimin, adriku akhtaakum bil a'mali salihah, yadrikini makosa yenu kwa kufanya matendo mema. Wa bitawbati ila Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kutubia
kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal amala as-salih, hakika matendo mema, yamhu as-sayyi'at, yanafuta madhambi, wa tauba yamhu adh-dhunub, na tauba inakuwa inayafuta yale machafu ambayo ulikuwa umeyafanya kabla. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rejeeni kwa Mola wenu na jisalimisheni kwake Allah subhanahu wa ta'ala, bitaat, kwa kufanya mambo ya toa, wa tarkil munkarat, na kwa kuacha mambo ya munkar, min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun, kabla kujieni adhabu kisha mkawa nyinyi si wenye kunusuriwa. aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، بادروا إلى فعل الأعمال الصالحة. nendeni haraka katika kuyafanya matendo yaliyokuwa mema, kabla al-ajz anha, kabla ya kushindwa. Amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alijiwa na mtu akasema, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam ajra, ni sadaka gani ambayo ina ujira mkubwa? Ni sadaka ipi ambayo nikiitoa nitapata thawabu nyingi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun, ni kule kutoa sadaka hali ya kuwa wewe una afya njema. Yani unatoa sadaka hali ya kuwa una afya yako njema. Shahihun, hali ya kuwa unahitajia hiyo mali, yani unaitoa mali ambayo unaipenda. Wala tumhil, na wala usingojee. Au takhsha al-faqr, unatoa hali ya kuwa unaogopa ufakiri, kwamba ukitoa utakuwa maskini, lakini unatoa hali ya kuwa unapenda, unaogopea ufakiri. Wa ta'malu al-ghina, hali ya kuwa unatarajia kuwa tajiri. Wala tumhil, usisubiri kutoa sadaka, usisubiri kufanya matendo yaliyokuwa mema, hata idha balaghatil hulqum, mpaka pale ambapo utakuwa sasa ushafika wakati wa kufa, roho imefika kwenye koo, ukaanza kusema qulta li fulani kadha, kama jamani, sasa mimi nakufa, fulani nausia, mpeni nyumba fulani, mpeni beskeli kadha, mpeni pikipiki kadha. Yani unaanza kujitolea hali ya kuwa roho imeshafika katika koo. Hilo jambo halipendezi. Sadaka iliyokuwa bora ni ile sadaka ambayo iwal akhi alhabib unaitoa hali ya kuwa wewe unahitajia. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill al-kufra wal kafirin waj'al hadha al-balad aminan mutma'inna wa sa'ira bilad al-muslimin. Allahumma ihfaz ra'isatana رئيس جمهورية تنزانيا سمية سلوح حسن لما تحبه وترضى، وخذ بناصيتها بالبر والتقوى. اللهم احفظها لما فيه مصالح العباد والبلاد. اللهم احفظ رئيس زنجبار حسين ابن علي الحسن مين، اللهم احفظها لما فيه عز الإسلام والمسلمين. ايوه مولا wetu, tunakuomba ya Allah umuhifadhi rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika kila kheri, na umpe afya iliyokuwa njema, na umuhifadhi pia ya Allah Hussein kwa yale mambo ambayo ndani yake yana kheri, kwa ajili ya waja wako wa Zanzibar na kwa ajili ya masalih albilad, maslahi ya nchi, ili watu waweze kupata maslahi yao ya kidini na maslahi yao ya kidunia. Allahumma man aradahuma wa aradana bisu'in
فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل لهما البطانة الصالحة تعينهما على الخير ومصالح العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.